Azam TV tupo Angola, maalum kukuletea mechi kati ya Petro de Luanda dhidi ya Simba, lakini shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika. Hii unaishuhudia hapo ni nembo ya Federacao Angolano de Futebol, kwa maana ya nembo ya shirikisho la mpira wa miguu Angola. Nembo hii katikati ina mpira ambao ndani ya mpira pia kuna mnyama ambaye anaonekana kwenye nembo hiyo ya FAF, shirikisho la soka la Angola. Ni nini ama huyu mnyama ni kitu gani? Mara nyingi umekuwa ukisikia Gharibu Mzinga, umekuwa ukimsikia Idi Salum Kidedea akiwataja Angola kama Palancas Negras. Hili ni jina la utani ambalo linawakilisha timu ya taifa ya Angola ambayo mwaka 2010 waliandaa AFCON na kufikia hatua ya robo fainali. Ilikuwa ni michuano mizuri sana kwao na walifanya vizuri kwa level yao. 2006 wamecheza kombe la dunia, na kizuri zaidi kilichovutia watu ni kwamba walikutana na taifa la Ureno ambalo liliwapa uhuru, kwa maana hawa Angola walichukua uhuru kutoka kwa Ureno. Lakini tuachane na hili. Hivi unajua neno palanka au Palancas Negras lina maana gani? Tumekuwa tukisikia, ndio watangazaji wetu wanazungumza mengi kuhusiana na hilo, lakini leo nataka nikupatie ufafanuzi kwa nini timu hii inatumia jina hili ama lina maana gani. Kwa nini Angola watumie Palancas Negras? Ni kitu gani hicho kitu, ama hiyo palanka ni kitu gani? Nakuja kukupatia ufafanuzi hapa. Ni kwamba kusini mwa jangwa la Sahara ama kusini mwa Afrika kuna hawa wanyama wanaitwa sabo antelope ama palanka. Sasa palanka ni wanyama ambao wanawakilisha taifa la Angola kwenye kutangaza taifa hilo. Kila taifa duniani limeamua kuchagua mnyama mmoja ambaye anamtangaza. Tanzania tuna twiga, Marekani wanamtumia tai, China wanamtumia panda ama mnyama panda. Ukienda kwa Urusi ama Russia, wenyewe wanamtumia dubu. Dubu ndio anaiwakilisha Russia. Wapo dubu weusi, wapo dubu weupe, lakini wote ni dubu, wanamwakilisha Russia kama mnyama wa taifa lake. Sasa huyu ndiyo palanka. Palanka kama nilivyokuambia kwamba ni sub antelope, ni wanyama jamii ya kudu. Ukiangalia ukubwa wao wanaweza wakawa wanakaribia ama wapo sawa na nyumbu. Hawa ndio wanyama ambao wanawakilisha taifa la Angola. Wana nakshi za rangi nyeupe kama kahawia hivi chini ya tumbo lao, lakini na upande wa ndani wa miguu yao wana nakshi hiyo. Ukiwaona palanka utawatambua kwa jina, utawatambua kwa rangi nyeusi kama ambavyo unamshuhudia huyu. Huyu ni palanka. Sasa negra ni rangi yake nyeusi. Ndio maana timu ya taifa ya Angola inajiita Palancas Negras, kwa maana ya palanka weusi. Na palanka mwenyewe ndio huyo mnyama ambaye amechaguliwa na taifa la Angola kutumika kama mnyama wa heshima kwao. Anatumika pia kama nembo kwenye shirikisho la mpira wa miguu hapa Angola FAF, lakini pia kwenye shirika la ndege la Angola TAAG pia wanamtumia mnyama huyu kama mnyama ambaye analizungumza taifa la Angola popote pale ambapo Angola inapokuwa inaenda, iwe ni kwenye masuala ya anga, iwe ni kwenye mpira, iwe ni kwenye mambo mengine ya utamaduni. Wenyewe mnyama ambao walimchagua kwamba atumike kama kielelezo cha taifa ni mnyama huyu. Ndio maana ukimsikia Gharibu Mzinga, ukimsikia Idi Salum Kidedea, ukimsikia Baraka Mpenja, ukimsikia Ayubu Hinjo, ukimsikia mtangazaji yoyote yule anatangaza mechi ya Angola anawaita Palancas Negras, basi ujue neno palanka ni mnyama huyu ambaye unamshuhudia hapa, na hii ni Azam TV Live kutoka Angola.